majina naitwa Gabriel Ndobo, ni mkuu wa mauzo kitengo cha Yas Business kwa upande wa wajasiriamali au SMEs kwa kifupi. Leo tupo hapa Yas Business pamoja na French Tanzania Chamber of Commerce. Tunaanzisha SME Masterclass Series kwa upande wa kusupport startups, wale wanaoanza biashara na wajasiriamali ambao tayari ni wateja wetu. Masterclass Series itaendelea kwa kipindi cha miezi 6 na dhumuni letu kubwa ni kuwawezesha wajasiriamali, tuwape elimu, tuwape ujuzi kwa namna bora ya kuendesha biashara zao. Tunaamini baada ya mafunzo haya, mafunzo ya namna ya kutunza fedha, namna ya kutangaza biashara yako, namna ya kutafuta wateja, mpaka tunamaliza session hii watakuwa na wafanyabiashara kamili ambao wanaweza kutumia teknolojia yetu pia ya Yas Business kuweza kuendeleza na kukuza biashara zao. Tuna suluhisho mbalimbali kwa upande wa Yas Business. Suluhisho kubwa sana ni Mjasiriamali Box. Mjasiriamali Box inakuja na solutions zote za kwa ajili ya wajasiriamali, kutokana na mawasiliano, voice and data, kutoa internet, kutoa huduma ya bulk SMS, lakini pia tunawapatia mikopo midogo midogo mpaka shilingi milioni 2 kwa kupitia Nivushe Plus ya Mixx by Yas. Okay. Tunaamini sana ushirika wetu na wajasiriamali, tunapenda tukue nao kwa pamoja. Hao wengi ni startups, ndio kwanza wanaanza biashara, na tunataka hiyo safari ya jinsi wanavyokuwa tuweze kukua nao kwa kushirikiana, kwa kuwapa solution mbalimbali. Yas Business kwa sasa hivi ndio mtandao wenye viwango vya juu. Tuna minara zaidi ya 4800 na ni minara 1000 zaidi ya kampuni nyingine yote ya mtandao. Okay. Kwa upande wa coverage tuko namba 1, lakini pia kwa viwango vya internet speed, tumepata tuzo za Ookla Speed Test kwa mwaka wa 2 mfululizo sasa hizi kuwa ni internet yenye kasi zaidi Tanzania. Okay. Lakini pia kwa mujibu wa TCRA pia ni mtandao mwenye quality ya juu kuliko mitandao yote. Kwa hiyo tunazingatia viwango vyetu. Na kwa upande kwa wateja pia, baada ya kutoa huduma zote hizo, bado kwenye customer service ni namba 1 kwenye NPS score. NPS ni Net Promoter Score, inachukua maoni ya watumiaji wa huduma zako, na kwa maoni yale inaonekana sisi ndio namba 1 kwa kutoa huduma bora zaidi katika mitandao. Kwa hiyo tutaendelea kushirikiana na wajasiriamali, na nia yetu ni kukua pamoja na wajasiriamali, ili leo anapoanzia hapa kumbeleni akiwa na kiwanda bado aendelee kuwa na Yas Business. Okay, tumechagua wajasiriamali kwa sababu wajasiriamali ni segment ambayo ndio inaajiri watu wengi sana kwa Tanzania hii. Kuna zaidi ya wajasiriamali milioni 3 na zaidi. Okay? Na ndio wanatoa mchango mkubwa sana kwenye kipato cha taifa. Na tumeona tusiwache nyuma, ndio maana tumekuja na suluhisho makhsusi kwa ajili ya wao. Ili tuweze kuingia kwenye mifumo ya kidijitali. Wengi bado wanatumia mifumo ya kizamani, tunataka tuwa digitalize. Tunaamini sasa hivi uweze kufanya biashara bila kuwa kidijitali, ili uweze kufikia wateja wako wengi, matangazo yote yanaenda kidijitali. Ndio maana tumefocus sana na wajasiriamali wadogo na wakati pia. Kwa majina naitwa Tony Godfrey Mlela, ni representative kutoka kampuni inaitwa Charge Africa Limited. Tunajihusisha na vyombo vya usafiri vya umeme. Niko part ya program hii ya startups za viwango inayosimamiwa kwa uratibu wa Yas pamoja na FTCC, the French Tanzanian Chamber of Commerce. Tuko hapa kwa ajili ya masterclass ya mambo ya entrepreneurship. It's been a very good program. Tunajifunza mambo mengi na tunashirikiana na kampuni tofauti. Tumeweza kuinteract na kampuni tofauti zinazojishughulisha na biashara tofauti, na tunashauri watu wengine huko nje ambao wangependa kushiriki katika masterclass kama hii waweze kushiriki. It's open, it's very insightful na tunajifunza mambo mengi sana. Training hii italeta chachu kwenye maendeleo ya biashara kwa sababu kwanza inaratibiwa na kampuni kubwa kama Yas, na tunapata wakufunzi ambao wana experience kwenye sekta ya biashara. Kwa hiyo kwa kushirikiana na kampuni kama Yas na FTCC, kama program inavyosema ni startup za viwango. Kwa hiyo hata elimu utakayopata hapa ni ya viwango. Majina naitwa Gloria Muro, ni mmiliki wa Vibe Point Kitchen.
Leo tumehudhuria masterclass hapa na walimu wetu tofauti tofauti, sisi wafanyabiashara wa sekta tofauti tofauti. Ambacho nimejifunza, cha kwanza kabisa, ukiwa unataka kuanzisha biashara yako, usisubiri hela ijae, haijaagi na matumizi ni mengi. So anzia hapo hapo. Usipolifanyia kazi hilo wazo, Mungu atampa mwingine. Na hata ukisubiria bilioni 1 ijae, kaa ukielewa kwamba bado utatukuta wengine tuko kwenye game. Na tayari tuna experience, tutakuwa tumekuzidi. Lakini cha pili, wakati unaanza biashara yako, umeshawahi kufanya analysis kwamba ni watu gani watakuwa partners wako? Je, wewe una uniqueness gani ambayo utakuja nayo kwenye soko? Je, ni kitu gani kingine ambacho wewe utakileta? Na kupitia biashara yako ni kitu gani kingine ambacho unaweza kukuingizia hela kupitia hiyo biashara yako? Kwa hiyo ni somo moja zuri sana. Na sasa hivi tuko kwenye somo lingine la namna gani tutaweza kujiuza huko kwenye mitandao. Kila siku tunatumia bando, tuna scroll, tunaangalia wenzetu wakifanya biashara. Wewe je, lini utaingiza hela kupitia mtandao?